Headline pale Madika, Gachagua to back Kalonzo, Natembeya and Matiang'i lineup. Yaani wanasema kwamba hii muungano ya upinzani ni kama tayari wamekubaliana pale kuhusu lineup, na tayari Rigathi Gachagua amekubali kwamba atakuwa naunga mkono Kalonzo Musyoka kama flag bearer, alafu yule ambaye atakuwa naibu wake ni bwana George Natembeya ambaye sasa hivi ni governor wa Trans Nzoia County. Alafu bwana Fred Matiang'i atakuwa prime cabinet minister, yani nafasi ambayo sasa hivi imeshikiliwa na bwana Musalia Mudavadi pale. Kwa hivyo hiyo ni lineup, na kuna wengine ambao pia watakuwa napata nafasi mbalimbali ikiwa watakuwa na shinda, kama Eugene Wamalwa ameangaziwa kuwa speaker pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imefichuliwa na gazeti la The Star, ambapo anasema kwamba bwana Gachagua atawania nafasi yote pale, lakini atakuwa napata nusu ya serikali, yani 50% ya serikali ambayo itakuwa inaongozwa na Kalonzo itakuwa inamwendea Rigathi Gachagua, ambaye huenda ndiye atakuwa naamua ni nani atakuwa anachukua hizo nyadhifa katika hiyo 50% pale. Kwa hivyo ni mipangilio ya upinzani kama vile wanapanga mambo yao ya kuweza kuchukua serikali katika uchaguzi wa 2027. Maoni yako ni yapi? Waweza kutoa hisia zako kuhusu hii habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star asubuhi ya leo. Nikisonga mbele nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale wameweza kuangazia kuapishwa kwa Rais Samia Suluhu kule Tanzania, lakini wameandika pale a bloody crown, yaani wameweza kumulika uchaguzi ambayo ilifanywa kwa njia utata ambayo ilipelekea mauaji ya watu. Hata ukiangalia picha ambazo zimechapishwa pale, Watanzania wengi walipoteza maisha yao katika maandamano ambayo iliandaliwa siku ya uchaguzi pale. Ukiangalia picha si za kufurahisha hata kidogo. Imenikumbusha ile vita ya Rwanda. Unakumbuka Rwanda genocide? Hizi picha ambapo unapata watu wengi wamewekwa pamoja, wakiwa maiti yamewekwa pamoja kwa barabara. Sio picha ya kufurahisha hata kidogo. Kwa hivyo ni habari ambayo imemuliwa kwenye gazeti la The Standard, ambao anasema kwamba hata ingawa Madam Samia Suluhu aliapishwa hapo jana, kuna mambo mengi ambayo yanaulizwa kuhusu mauaji ambayo ilitokea, pamoja pia na namna vile uchaguzi iliendeshwa pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemuliwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation, nao wameweza kuangazia mkasa mkubwa ambao ilitokea maeneo ya Marakwet pale Elgeyo Marakwet County, ambapo tulipoteza Wakenya zaidi ya 30.